Kumekuwa na ongezeko la uhalifu wa kimtandao nchini, hasa udukuzi wa akaunti za WhatsApp. Wahalifu wanachukua akaunti za watu, kisha wanazitumia kutuma ujumbe wenye kushawishi, phishing, kwenye magrupu mbalimbali, wakilenga kuiba taarifa binafsi kama namba za siri, passwords, namba za uthibitisho, verification codes, taarifa za benki au miamala, akaunti za mitandao ya kijamii. Wahalifu wa mtandao mara nyingi hufanikiwa kuhijack akaunti ya WhatsApp kwa kutumia mianya inayotokana na uzembe wa mtumiaji mwenyewe. Kwanza, baadhi ya watu hutumia WhatsApp web kwenye kompyuta za ofisini, internet cafe au za marafiki na kusahau kulogout, au wanatumia kompyuta zisizo salama. Hali hii huwapa wahalifu fursa ya kusoma na kuendelea kutumia account bila mmiliki kujua. Pili, wahalifu hutuma viunganishi, phishing links, vinavyoonekana halali. Kwa mfano, wakidai wanakupa msaada katika jambo fulani, zawadi au taarifa ya dharura, na mtumiaji akivifungua au kufuata maelekezo yao, hujikuta ametoa namba ya uthibitisho, OTP, au taarifa nyeti zinazowawezesha wadukuzi kuchukua account. Tatu, kutoweka PIN kwenye SIM card hurahisisha mhalifu kutumia laini yako endapo ataipata kwa njia yoyote, kama vile simu yako kuibwa au mtu wako wa karibu anaweza kuchomoa SIM card yako na kuiweka kwenye handset yake na kuitumia kusajili WhatsApp kwa jina lako. Pia, kama hujaweka PIN kwenye SIM card, wahalifu hutumia mbinu za kubadilisha SIM swap, na hivyo kupokea namba za uthibitisho na kusajili WhatsApp kwenye kifaa chake. Mara tu wanapopata udhibiti, huanza kusambaza ujumbe hatarishi au wa kitapeli kwa makundi na mawasiliano yote ya mhanga, wakitumia uaminifu uliokuwepo kati ya mhanga na watu wake kama silaha ya kuendeleza uhalifu. Mifano ya ujumbe ambao watafiti wa KKTT Digital wameona na kufanyia uchambuzi wa kina kama hizi zinazoonekana kwenye screenshots. Jinsi ya kujilinda. Washa uthibitisho wa hatua mbili, two-step verification. Hii ni kinga muhimu sana. Inamlazimisha mtu yoyote anayejaribu kuingia kwenye akaunti yako ya WhatsApp kuingiza PIN maalum ya tarakimu 6 utakayoiweka. Faida za uthibitisho wa hatua mbili. Hulinda account hata kama SIM card yako itaibiwa au kudukuliwa. Huzuia mtu mwingine kusajili akaunti yako bila ruhusa. Hutoa tabaka la ziada la usalama. Jinsi ya kuwezesha uthibitisho wa hatua mbili kwenye WhatsApp. Fuata hatua zifuatazo. Kwanza, fungua programu ya WhatsApp kwenye simu yako. Bonyeza *3 upande wa juu kulia. Chagua settings, mipangilio. Chagua account. Bonyeza two-step verification. Bonyeza enable, washa. Weka PIN ya tarakimu 6 utakayoikumbuka kirahisi, lakini isiwe rahisi kukisiwa. Epuka 123456 au mwaka wa kuzaliwa. Weka barua ya email hiari, lakini inapendekezwa sana kwa ajili ya kurejesha PIN iwapo utaisahau. Bonyeza save, hifadhi. Umemaliza. Akaunti yako sasa iko salama zaidi. Usitoe namba ya uthibitisho kwa mtu yoyote. Hatua ya ziada za kulinda simu yako. Wezesha enable matumizi ya PIN kwenye SIM card yako. Hii ni hatua muhimu sana katika kulinda SIM card. Isivyo bahati, watu wengi hawajawezesha ulinzi huu na hivyo kujiweka katika hatari kubwa ya kudukuliwa. Sadisha update WhatsApp mara kwa mara. Epuka kupakua apps kutoka vyanzo visivyo rasmi. Endapo akaunti yako imechukuliwa na wahalifu kabla hujaweka hatua hizo za kiusalama, fanya yafuatayo. Kwanza, tafuta simu nyingine na usimike WhatsApp huku ukitumia namba yako ile ile ya simu. Kitendo hiki kitafanya WhatsApp iliyodukuliwa awali ife na badala yake WhatsApp hii mpya iwe active. Kama ulikuwa ukifanya backups mara kwa mara, basi utarejesha taarifa zako za awali. Linda akaunti yako leo. Washa uthibitisho wa hatua mbili sasa. Imetolewa na mtaalamu wa usalama wa mitandao kwa niaba ya KKTT Digital.